Jaima ni rafiki yangu kwa muda. Jaima anaishi pande ile ya chini ya Thika na huko mwisho. Na leo tumebarikiwa kuwa pamoja naye. Kwa hivyo hebu tumkaribishe kwa makofi anaposimama na anapofika hapa. Amen. Amen. Karibu. Ndugu Jaima. Amen. Na tusalimiane na mguu. Good. Hebu na tuombe. Baba wetu, ni asante kwa sababu ya nafasi umetupatia kusikia neno lako. Na ni asante kwa sababu tayari umetutembelea mahali hapa. Tunahisi uwepo wako, nguvu zako. Tumehisi, ewe Mungu wetu, ya kuwa umetutembelea ndio ukatubariki. Ni asante Mfalme. Asante kwa ndugu yetu Jaima anaposimama hapa kuleta neno lako. Ninaomba upako ukawa juu yake, na anaposimama Mungu wetu kunena na kuleta ujumbe ulioweka ndani yake, ninaomba Mungu wetu kila mmoja wetu akaweza kufaidia, kila mmoja wetu akafungua masikio ya ndani na kubarikiwa. Neno lako likaleta mabadilisho juu ya maisha yetu, kwa sababu neno lako ni wewe binafsi. Kwa hivyo Bwana, tunapoketi na ndugu wetu anaposimama kunena, tukapokea lile neno, na lile neno likatubariki. Lile neno likaleta uponyaji wa roho zetu na maisha yetu na miili yetu. Lile neno likaleta ukombozi kwa maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ni asante kwa sababu utamtumia kwa muda ule ambao Bwana atasimama hapa, utanena nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Karibu sana. Praise God. Amen. Praise God, church. Amen. I'm happy to be here today. Nimewamiss, umenimiss. Sana. Hai. Hiyo kujibu, umenimiss kweli? Sana. Mimi nimewamiss sana. Nimekuwa missionary work Murang'a, and I thank God I am back and I am happy to be here today. My brother, before tuingie kwa neno, alikuwa ananena venye Mungu ako na nguvu. Praise Jesus. Amen. I myself, I am a living testimony. Naweza share kwenye nimefika na kwenye nimetoka kidogo. Nakumbuka hii church yetu naipenda sana. Life Issues Ministry. And the time I met Dad, I knew that time nilijua niko ile place yenye inafaa. Praise Jesus. Amen. So kwenye natoka kwetu ni Githongori, Kiambu. Kwenye natoka. So nilitoka kwa familia yenye ni humble, iko na humble background. Sasa makazini wangu, mimi ndio mzee, au wengine ni wasichana, na makazini wangu walikuwa wadogo kiumri, mimi nilikuwa mzee kidogo. So nilikuwa form 1, nikienda form 2 pesa ikakuwa ni shida kidogo. So I choose the reason why I'm saying this, nataka uone venye how God is powerful. Venye niliona pesa ni kidogo, nikaona hapana. Nyanya yangu anaenda na Kikuyu zinaitwa mafuti. Praise Jesus. Amen. Wale watu wa kitambo kidogo. Koremia. And by then zilikuwa 70 bob, 80 bob. And nikaona that struggle kwa familia yangu. So I decided rather than kuenda shule, niko naenda kazi. Nyanya yangu anatafuta za kulipia hawa, mimi natafuta za food. So niliendelea hivyo, and I thank God ilikuwa inasaidia. But ikafika place, pesa ikakuwa ni kidogo na sometimes job inakosa. And that time I decided nitatafuta pesa 1,500 nitoke Githongori niende Nairobi. Nilikuwa naambiwa Nairobi ukifika huko, utapata pesa, utakuwa unatumia familia yako. Bwana asifiwe. And nikatafuta hizo pesa and I decided to go to Nairobi.
Now what happened, the time nilifika, hata sikufika Nairobi. Nilifika, hata ni Mwiki in fact. Lakini mimi nilijua niko wapi? Niko Nairobi, na nimeenda huko ndio nifanye kazi, nisaidie familia yangu. So the time nilifika huko, niko na 1500. And mimi tangu nizaliwe, sijaiona kuku, hizi zinapikangwa zina roll. Na niko na pesa, unajua, I'll be honest with you, 1500 Ocha ni pesa mingi sana, usicheze nazo. Unajua nyumbani kuna mandizi, kuna waru. So sihitaji kuenda job ndo nipate food. So nikiwa hata na 50, mimi ni sonko. So what I mean, nilitumia pesa zangu, nikakula kuku, then nikaona kuna manguo, nikaona ni kama ni cheap sana, viatu, nikatumia pesa. Jioni, by jioni nilifika Mwiki, nilifika huko saa 3. Ilikuwa saa 3. Juu sasa mwenye tulienda na yeye ni ndo ameenda giri ya Nairobi. Wenye watumianga vibuyu. Sijui kama mnawaona. Na sasa tuliwekwa kwa lori ya mikate ndio tufike huko. Juu sasa yangepatikana na kanjo, sasa ingekuwa ni noma. So nikatumia pesa zangu. Jioni nilikuwa na 50 bob. Nilikuwa na 50 bob pekee. And sasa nikajiuliza, niko na manguo, nimeshiba, niko na machain sasa zenye naonanga, sikuwa na kwa kukaa ama kwa kudozi. Mimi nikasema mimi sio chokora. So the whole night sita doze kwa chini, nitasimama morning nitafuta job, juu mimi ni mtu wa kufanya kazi. And you know, the first night nilidoze nilikuwa nimesimama hivi, nikiangalia watu, nikitembea miguu zikiganda kidogo natoka. And you know, it was awesome because ni mara ya kwanza kuona hizo lights. Sasa nilikuwa naona huku kuna mwangaza mingi, and you know, wacha nikanyitera, hata si kanyitera, kuna chupa nyingine hapo ya dawa zile za watoto. Ilikuwa inatobolewa, inawekwa itwaje blanketi na inawekwa mafuta. Praise Jesus. God is powerful. Ukiona watu wakitembea hivyo ni miujiza. Now the second night ikasema hapana, pia leo nitasimama. And I'm telling you, nilisimama. Juu this is a new place, kuna vitu mingi mpya. Magari kwetu by that time niza nimo ya itoka adha tulikuwa tunajua. Lazima tungetokea tuone. And the third night singeweza. Nikasema mimi si chokora. Hapana, sitaitikia. Mimi nasikianga wanadozingi chini. So I decided rather than ni doze the whole week, nitadoze siku moja. Mpaka nikaandika kwa paper. Nitadoze tu leo tu. Nilikuwa naenda natafuta job, naambiwa hakuna. That time sina ID, vitu mingi umetoka wapi? Hizi vitu zenye umebeba umetoa wapi? So nilinunua manguo mingi and maviatu nimezibeba tu kwa paper. That night nikasema ni doze. So I slept. Morning nikaamka. Nikasema hapana, nimeenda kutafuta kazi. Nilienda kutafuta kazi nikakosa. So ikaendelea hivyo. Nilidoze kwa street 6 months. Praise Jesus. Amen. Sasa si ile story. Takwambia aje. Unaona sasa wewe venye unapitanga, unajua unaenda kwako. Praise Jesus. Amen. Home hata kama ni mattress iko kwa hao. Just be grateful. That's a big miracle, I'm telling you. Hiyo floor ni hivyo na unajikunja hapo. Morning si wewe unajiamsha. Unapigwa viboko hapo kwa job ya wenyewe. Praise Jesus. Amen. And as niliendelea nilikaa miezi 8. So mwezi wa 8 Mungu akanionekania. So nikatafuta job za kuchukua takataka kwa ofe. So unazichukua nazipeleka mimi mwenyewe, nazichukua nazipeleka. So Kenya nilikuwa natuma yule mtu wa maziwa. The reason nimeenda Nairobi si juu yangu. Hapana, ni juu nilikuwa you know that feeling of kama umegrow ya Ocha, unajua that feeling of umetumwa moto. Watu wa Kikwene. Ama chumvi. Then ukitoka unasikia wakisema as you know ni mamenyerire. O muthenya sube matiki ona mathiyage ifarwa kari andu mahana atia.
And then umesikia, so hiyo kitu ilikuwa inanisumbua sana. Sikuwa nataka kuona familia yangu ikiwa hivyo. So nikaanza hiyo job ya kuchukua takataka nikizipeleka. Mimi niko Nairobi kutafuta pesa. So the reason nilikuwa napata natuma. Then nikapata job ya kuku. Ya kuwa na feed kuku. Na mwenyewe jua alikuwa anajua sina place ya kukaa na angeniweka kwake. So alikuwa ananiambia tutafanya hivi. Juu na place ya kukaa. Unaona ukifeed kuku, si kuna utoto tunakuanga hii side na hii side. Sasa hapo katikati utakuwa unajiweka hapo. Hata kuna kuwa na joto juu ya moshungo. Praise Jesus. And it was wonderful rather than kulala kwa street. Bwana asifiwe. Amen. So nilifanya hiyo job for 2 months. Then nikaona hiyo pesa ni kidogo sana. Juu analipa for so. And then my family nikituma sina dozi zingine zinabaki. Nikafikiria na nitafuta job nyingine. So nikahepa huko. Nikitembea kwa street tukapatana na majamaa. Nakumbuka huyo jamaa anaitwa Boni. Akaniambia unafanya job gani? Nikamwambia ile job nafanya ni ya kuku. Uko huku juu ya nini? Nikampea story yangu. And then alikuwa like why don't you let me help you? Na ile nikuonyesha ile kazi tunafanyanga. Mimi sikuwa najua anafanyanga kazi gani. So akaniambia twende. Mimi nikaenda. Ndio sasa tukaingia kwa hao, nikapatana na wengine. Akaniambia hao ndo mabeste wangu. So nikauliza job ni gani? Au usiulize, tutaenda. Kwanza chukua hii 2K. Sasa kuona 2K sasa na mimi kutoka hata niende naye, hiyo pesa yenye nilikuwa nimeenda nayo 1500 ndio ilikuwa mingi sana. So kupata 2000 nikaona sasa nimefika. And then nikapata kahao, hiyo usiku kadhao. Na huko chini. Hiyo time by that time mwiki kwa imegrow to this extent penye iko saizi. And then jioni tukaenda. Mimi jioni nilikuwa nafikiria ni story kama kuuza viatu ama manguo. So we went. Nikaambiwa unaona huyo jamaa akipita hapa hivi ujifiche kwa kona. Hiyo pepa amebeba ni wewe unachukua. Hiyo ndio job. And then I was like, okay. Hata nipiga kama utapigwa ni sawa. Lakini make sure pepa uko nayo. Kama unataka kurudi sasa, kama unataka kwenda na wao, na kama unataka job. Na kama si hivyo nilipe hizo 2K zao. Na sina, na kama si hivyo nitachapwa. And then sijui mtu, so I decided si niko kutafuta nikutafuta do. So mimi nikapita nayo. Sasa noma ni mwenye nilipita nayo, mwenye alikuwa na pepa, alikuwa mtu strong. Akaniona vita vizuri sana. And then itaona akanishika akaniambia unajua naweza sema uchomwe. Nikamwambia hapana, mimi hata nimetumwa, story mingi. And then nikaachiliwa na nikasema hiyo job siwezi taka tena, but nilikuwa na watu 2K. Lakini nikakaa chini nikaona hii job watu mtu wako kwa street anafikirianga hivi, each and every time ukipita anakwambia nipe 10. Sometimes unasemaje wataka kununua nini? Come on church. Sisi tunajua vile tunasemanga kwa street. Wataka kununua gum, si ndio? But let me be honest with you, sometimes see gum. Nilikuwa naeka mkono mtu anapita and niko like seriously. So niligrow na hiyo bitterness ya hao watu wenye wanakuanga wasafi, hao watu waofe. Huyo mtu ukimpata toanga venye inafaa. Juu huyo mtu ukimuomba kitu hawezi kusaidia. And that's unaonanga watu wengi turn to gangsters and wanakuwa wanyama sana juu ukipita maybe huyo mtu ako serious. Yes ni mlevi but hajakula kitu for 2 days. Juu sasa hata sisi tulikuwa tunaenda. Ukienda ujamanga maybe for 2 days unapata kuna watu wanakunywa pombe ama mabesti wako wanakunywa wenye mkono wao. Utakunywa juu ya stress. So ndio nimalizie. My point ni kuprove how God is great, isn't it? I am a living testimony, I'm telling you. So, nikarudi kwa majamaa nikawaambia, nitaingia kwa hii job. Lakini itabidi mnifunze, juu mimi sitaki kupigwa tena. So, wakaniambia, kama hujui vita, kenye utafanya mtu anza kubeba kisu. Na mimi niko like, kisu. Na nikawaambia, sawa, if itafanya hivyo, huyu jamaa wa maziwa, unajua sina simu. So, jamaa mwenye nilipeleka Nairobi, hapo mwiki alikuwa anakuja ananiambia soso ni atoma na gotire irio. And you see inani stress sana juu wao wanajua niko job mtu wao wako Nairobi. So siku moja tukaenda tukafanya wizi, nikazoea.
Tukafanya wizi. Wizi ya visu ni cheap. Naongea na experience, yeah? Ni cheap. Juu sasa unapatana na mtu ametokea hustle ama ametokea sapa na amebaki na 150 ama 2, so and then una risk life yako na una risk identity yako kujulikana. So tukaona to upgrade and tukaanza kuhire guns. So my first time kukamata risasi nilikuwa 17. My first time ni 14, second time ni 17. Risasi. The risasi. Sasa maybe some of us ni story. Angine kwa movie. Yeah. So ili happen juu zile job zenye tulikuwa tunaenda unapata pesa kidogo 1000 per day ama 3000 na maybe umechapa mtu sana and then ukichapa mtu huwezi doze. Hiyo ni kitu watu wengi wajuangi. Hata kwa movie au mastari wale watu watch movie kuna tudawa na kunyonga each and every time ndio wapate usingizi. Juu kidoz unasikianga hao watu wakiscream, usinipige tafadhali, zinabaki kwa mind yako. So tulienda tukaongea na huyu mjamaa alikuwa karao, tukamwambia unajua ni aje, tuko na hii job tunafanya. Akasema sasa nyinyi nikiwapea mtakuwa mnanipea hii pesa, bora yake msoipatikana, na mkipatikana mnaangushwa. So kitu ya pili ilikuwa nini? Kutrainiwa kushoot. So niko mchanga. But let me tell you, kuna Mungu. Amen. Kuna Mungu. Amen. Acha nimalizie. Sitaki kukaa sana ndio tuingie kwa mahubiri. The time enye iliniudhi sana, tulifanya wizi sana. Ile time iliniudhi sana tulitumwa. Wizi fanyikangi tu hivyo. I don't know why watu wanafikirianga wizi ni idea tu. You study a lot. Kai. Kama tunakuja hapa, unajua kama tunakuja hapa, itabidi tukuje hapa for 2 months ama 3 months. Na angalia jamaa anafikirianga aje, nikitoka nafuatangwa. Wanamalizanga saa ngapi? Hizo vitu zote mtu huandika. Ikuangi guesswork. Ikuangi hata kidogo. Na anytime ukisikia mwizi alikamatwa na gun, hakukamatwa, alisetiwa akauawa. Hizo ni impossible, huwezi pata mtu. Hiyo inakuanga field of thinking sana. Juu ni life yako, unajua unaweza enda na ukose kurudi. So tulienda kwa huyu mama. Tulikuwa tumeambiwa kuna pesa. Kulikuwa hii kitu inaitwa aje? Msichana wake alikuwa amejinunua. Na Kikuyu ilikuwa Kwegora. So kulikuwa na pesa. So tukatumwa huko. Ninakumbuka nikaambiwa nimfunge kwa kiti. So hatukuwa tumeenda kuchapana, tulikuwa tumeenda kuchukua do. Juu ilikuwa mzee, ilikuwa 70 kitu hapo. So nikamfunga. Na nikamwambia ukiwika tutakuua ama tutakupiga. And you know, ni kustua mtu. You are the end mkikamatwa mnachomwa ama mnapigwa risasi. So mambo ilienda vibaya. In the process of kuchukua do, in the process of pesa ziko wapi, unajua maybe unapata kuna wenye huwa smoke bangi, kuna wenye huwa vuti kunywa pombe, na sasa kuna wewe maybe utumii kitu, so unapata wewe uko sober excess. Sasa kuna mwenye yuko sober anasema mbona simkate kidogo ataongea. Yani sasa singeongea, nilikuwa kama mtu kadogo sana. So mama aliwika. Na sasa kuwika ni kama hapa chini. Hii place kuna watu na hii place kuna watu. So kuwika tu hivyo watu tu walikuwa. As in watu walitoka na sasa kutoka place wametokea hamuwezi ienda. And sasa mko na guns. The point is tuliweza kutoka. So venye tulianza tulikuwa 12. Venye tulianza kukimbia watu wakaanza kufuata. So ndio watu wasifuate, tukashuti juu. Kushuti juu watu wakaogopa. Watu wanaogopanga sana kifo. Wakaogopa. So venye waliogopa, hao makara wakakuwa wamefika. So place yenye tulikuwa tunahepea, hatukuwa tunajua kama ni tuchum. Tunaitwa tuchum, sijui. Uto sasa. Ni tuchum tuko hivyo. So hapa kulikuwa na hao. Watu tulikuwa tunajua hiyo place, hiyo chum ilifungwa. Hatukuwa tunajua. Tuliacha iko jana. Nao jana usiku ikajengwa mawe.
Sasa venye tulifika hapa, makarao wako nyuma. Sasa hapo ndo everything will change. Juu moja alipigwa, mwingine akapigwa, walipigwa 4. Risasi. So mnahepa, uko nyuma ama mwingine ako hivi, mnahepa mwingine ako hapo. Huyo anapigwa anaanguka, unaona. Anapigwa zinapita hivi. And from that day nikasema hiyo job acha ikae. Ndio ilikuwa inalipa. Juu by that time nilikuwa naona nyanya yangu nimemulia ng'ombe sasa, ako na kiosk hapo, anauza, but ajui pesa inatoka wapi. Ajui pesa inatoka wapi. Yes, Mungu ni mkubwa na Mungu ni mzuri sana. But at times as Christian, nipo unakaa hivi. Si kila time ukiambiwa nipe 10, acha kuweka hiyo thought ya maybe huyu msee anataka kununua hiyo kitu. Sometimes haikuangi hiyo. Sometimes watu huwa wanapitia vitu mingi sana. So my point is, ilifika place tukaanza kutafutwa na tukapeanwa ile kupeanwa. Ile unajua kitokea ni ridhe. So tulikamatangwa. Wenye tulikamatwa, yenye tulifanywa ni Mungu anajua. Tuko uhai na niko uhai na niko hapa. But kenye tulifanywa ni Mungu anajua. It was not a joke. It was not a joke. Juu ni place I had to kudoze hosi for 2 months. Kupigwa ukiulizwa mnafanyanga hivyo na nani, then cases zinashikanishwa. Kuna moja aliuawa, mamjaiua, but unaambiwa huyu aliuawa, inaweza kuwa ni nyinyi. So unaambiwa sema na juu utaki kusema unaona na vita. So by that time I decided kutoka Mweki nikuja Mogoga. 2011 nimekuja place yenye sijulikani kwa nini, juu huko anijui identity yangu. So nikiwa hivi nikasema sasa nilikuwa nataka kuingia ile chat ina watu, hakuna cameras, hakuna nini, ni place remote kabisa. So nikaingia hiyo chat. When niingia hiyo chat nikaona iko poa. Bado nilikuwa na hiyo kitu sijui inatokanga wapi. Unaanga venye roho anashikanga mtu, you can speak in tongues, you can preach the word of God. Uko na hiyo. Sasa hizi nakuanga hivyo. Modo tagethoko. Azini ukiona kitu ya mtu inakuasha, unaona hii hapana, hii lazima niende nayo. So the reason nilianza kwenda hiyo church, nilianza kwenda juu ya msichana. Haikuwa anaitwa Dorcas, naweza kumbuka. Niliona huyo msichana ni mzuri, so unajua bado mimi ni gangster. Nikaanza kuona huyo msichana kwa sana, nikasema huyo msichana akaniambia kama unanipenda kabisa, okoka na ukujae church kwetu. Na ukifanya hivyo, haki nitakuwa wako. And now niko like okay sawa. Unajua kwa life ya street ya wizi huwezi penda mtu. Juu ukipenda mtu na akikupeana na akikupeana si utauawa. So nilikuwa by that time nilikuwa najiambia sasa niko in love sasa. And then nikaenda nikaokoka. But the time niliokoka, I'm telling you, the next Sunday hata sikuona huyo Dorcas, niliona Mungu. Life yangu ikabadilikia hapo. From there siko na job Mogoga. So kuna place, kuna watu wanaitwa Wemis. Sijui nani ambaye wasikia Wemis. So walikuwa na huko Mogoga wanatafutanga watu wasaidie, wasaidie watu. So ika happen best yangu anaenda. Niliokoka on Sunday, sasa nimemaliza Sunday 2, sasa nilikuwa nimeokoka. Akaniambia kuja twende. Venye tulienda, wao wamemaliza form 4, mimi niko hapa. So huo mkubwa akaniambia si ukuje ujaza hii paper, at least ufanye hata kani course moja. Sasa hapo nikalipiwa college hapa Thika, nikafanya hair dressing na beauty therapy. Then kutoka hapo ndio sasa nikaanza kufanya kazi and my life changed. Praise God. Amen. Kwa hivyo brother akisema hapa Mungu ni mkubwa, I'm telling you. Yes. I am a living testimony. Ni mingi, ni venye hatuwezi ongea, hakuna time. Yes. But ni vizuri ukiona jamaa unajua ametoka pahali. Praise Jesus. Amen. Si Mogoga tu. Yes. Ni kwingi. Bwana asifiwe. Amen. Let's go to the word of today in the book of Acts. Acts chapter 1 verse 6. Oh,
So as Life Issues Ministry, ile kazi tunafanya ya vijana, I'm telling you, what you are doing you don't even know. You are changing lives. Amen. Sasa mimi singekuwa hapa. And kama singekuwa hapa, vijana wengi wenye tunahubiria na huko chini, vijana wengi wenye tunamenda huko chini, hata sijui wangekuwa wapi. Hata akuwa huyo mmoja. Yes. It is a lot of impact. Amen. Amen. So let's go to the book of Acts chapter 1 verse 6. And it says, you know, when tuliongea na dad, I told God, I want you to speak to me because I don't know what to say. I'll be honest with you. Preaching out there, it is always energetic. Do you know why? No one knows you. But sasa, your mom is here. Your dad is here. But God is great. Amen. Yes. So, when I was reading this chapter, God spoke to me and I called it. If you can't change it, God use it. Amen. Praise Jesus. Amen. If you can't change it, God use it. So it says, verse 6, the apostles were all together. They asked Jesus, Lord, is this the time for you to give the people of Israel their kingdom? Praise Jesus. Amen. Jesus said to them, the Father is the only one who has the authority to decide date and time. Praise Jesus. Amen. I love this. You know, when I was reading this, nilikuwa nakumbuka, na saizi nilikuwa, Mungu alikuwa ananiongelesha na venye COVID-19 ilikuja. Praise Jesus. And you know, if right now you go to Google, zile vitu zimesachiwa sana, ni the second coming, the second coming of Jesus Christ. Juu venye COVID ili hit. Yeah? Praise Jesus. Watu wengi, even some preachers, wali get knowledge ama wali get word ya lazima after COVID. Kama si after COVID, in midst of this COVID-19, lazima Mungu ashuke, lazima Yesu arudi. Praise Jesus. And you know, at this time, Jesus was about to be carried back to heaven. Praise Jesus. And you know, disciples wako kinda frustrated because they used to walk with Jesus. Jesus is a king. Huyu ni mtu mwenye walikuwa wanatembea na yeye. Wakiwa na yeye walikuwa na feel yes. Praise Jesus. But right now ana move na ni wao wanaachwa. Praise God. And they are asking Jesus, you know, Jesus, is this the time? Is this the time? And you know, each and every time we are asking ourselves, and many people are asking themselves, is this the time? Are we supposed to expect the second coming of Jesus Christ? Praise Jesus. Amen. But you know, kenye inanifurahisha sana ni kenye Mungu, ni kenye Yesu alisema verse 7. The Father is the only one who has authority to decide dates and times. Praise Jesus. Amen. Praise Jesus. Amen. You know, we can only do today. We can only do now. Between right now and tomorrow, there lie our faith. Praise Jesus. How know how we take your story? More than yagoso. Amen. Hawa wafuasi walikuwa na ghadhabu sana juu each and every time walikuwa wanatembea na Yesu and walikuwa wanajua Yesu ndiye Mwokozi na walikuwa wanafuata Kenya anasema. And now all this time wamekuwa wakitrainiwa, they understood that now Jesus is ascending back to heaven na juu anaenda ndio wameachiwa mamlaka. Praise Jesus. And at this time hawakuwa, nitasema aje, kunako kauoga kalikuwa. Yes. Kunako katense kalikuwa. Praise Jesus. And you know, wakaanza kuuliza maswali yenye haifai ama yenye iko kwa mind yao ama zenye walikuwa wanatamani. By that time we can't tell Kenya walikuwa wanafikiria exactly, only what is written here. So when COVID-19 ilikuja, I'm not praising COVID-19, but I want us to have a self view of our lives. Praise Jesus. The time COVID-19 ilikuja,
And it can hit each and everyone. And I remember even watching TT Jakes akijibu jua watu walikuwa wamuuliza ni dunia itaisha sasa. So alikuwa anasema ameona vitu mingi kama hizi, hayuko sure about it, juu vitu kama hizi zina happeningi, kuna time may happen tena. When Yesu alikuwa apande juu, and hao wafuasi wake walikuwa wamemzoea, it was kind of frustrating because they were used to Jesus. And now, because tulikuwa used to abnormality of things, of not okay kanisa tole ingemo na toko ose guy. But right now, the gospel was preached kutoka kitambo. And pastors proclaiming the word of God and saying, kuenda hete goka, there's a time itakuja, kuenda kwa church itakuwa ni shida. Hata wale wakipita walikuwa wanashindwa, pastor unasema nini? Wakati mgani? Hata wewe mwenyewe. Let's be real. Because if mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza, how comes nini inaweza happen to an extent of watu wakose kuenda church? Nini inaweza occur? But you see, God is great. He is a sovereign God. Something happened and the word was fulfilled. Praise Jesus. And now at this time, the disciples of Jesus Christ wako na uoga juu Yesu anaenda na waacho peke yao. Praise Jesus. But what they forget, anytime that we are frustrated, we do forget the promises of God. Praise Jesus. At this time, when you read Acts chapter 1 verse 4, let's go there. One time when Jesus was eating with them, he told them not to leave Jerusalem. He said, wait here until you receive what the Father promised to send. Praise Jesus. Amen. There was a promise. Bwana asifiwe. Kulikuwa na ahadi. Lakini wakati ambapo tunakumbwa na vitu kama let me just use COVID-19 ama zile issues tunapitia individually. Tunasahau mambo ambayo Mungu amenena. Tunasahau zile ahadi Mungu ametuwekea. Praise Jesus. At this time Yesu alikuwa amewaambia, mimi nitaenda. But you are not supposed to leave Jerusalem because of this. Hena kiriaga yamwereire. Hena kira niroga yamwereire. Praise Jesus. But when COVID-19 came, the reason why I'm switching back from disciples to us is to back to the reality. Nimesema nataka tukuwe na self view. After COVID-19 ilikuja, what happened? Mimi hata mambo imeharibika sana. Mimi kazi yangu imefungwa. We changed what we used to declare. Praise Jesus. We changed what we used to speak. We used to speak, we are going far. We will make it. Praise Jesus. But in the midst of COVID-19, some of us, not all of us, but some of us, tukaanza kuswitch. Mambo hii job imekauka. Pesa zimekosa sana. Praise Jesus. It is because each and every time we view things with our physical eyes, and we reject to view them with spiritual eyes, we will be always frustrated. Let me put it like this. Sasa kumefungwa, wanasema hakuna kazi, watu wanarobia fai kuingia Thika, so job hakuna. Physical eyes sitadoze, sitalipa hao, sitakula vizuri. But when you view it in a spiritual manner, you get courage to an extent of you start declaring word. Praise Jesus. Amen. You start declaring a positive mind, not a negative mind, even in your spirit. Praise Jesus. Amen. You can only remember the promises of God if only you will walk with spiritual eyes. You can never recall the promises of God when you walk with physical eyes. You cannot. I'm telling you, you cannot. Right. Praise Jesus. Amen. Are we still together? Yes. It continues saying that they are not for you. Times and date are not for you. Are not for you. When will COVID-19 end? I'm telling you, it is not for us. It is for God. Praise Jesus. All we can do is now. That is what I have said. We can only pray now. We can only rebuke it now. But what will happen, ile time yenye itaisha ni Mungu anajua pekee. And even the dates. Praise Jesus. Amen. Let's continue. Verse 8. But
the Holy Spirit will come on you and give you power. Just imagine. The third time, Jesus is speaking again. Jesus is speaking. Yesu anaongea tena. Alikuwa amewaambia the first time, now akarudia the first time after resurrect, and now amerudia tena ati but there is a but there. There is a but there. Praise Jesus. So I have said the title today is, if you can't change it, come on church, if you can't change it, God use it. God, if you cannot change it, God use it. Praise Jesus. Amen. Why am I saying this? I love this. We all know Hannah, isn't it? Mm-hmm. We all know Hannah. It reaches a time whereby we rely on the promises of God, sometimes because we are walking with spiritual eyes. And in the midst of relying with the promises of God, things are not still working. Things are still the same. And you know, nauliza Mungu, shida ni nini? Sometimes na rely na kenye unasema. Sometimes I'm not walking with my physical eyes. I'm walking with my spiritual eyes. But things are still the same. You know, and God spoke to me and God told me, He told me this. You know Hannah. We all know Hannah. Nyanyororagi mono, isn't it? Jua kuona nini? Na mtoto. And you know, each and every time alikuwa anasema nini? Mungu nipe mtoto. Mungu nipe nini? Nipe mtoto. But you see, that was individual. That was for her. Gaihe mwana, usiwale odo wake, gaihe mwana. Praise Jesus. But it reached a time whereby she changed to an extent of, God, if you give me this child, I will dedicate him or her into your kingdom. Praise Jesus. Amen. Hannah changed her prayer to an extent of, God, I don't want you to change it anymore. I don't want you to change the humiliation that I'm going through right now. I don't want you to change the words that they are calling me. I don't want you to change that. But God, I want you to use it to glorify yourself. When you tell God, God, I want you to use it, you are involving God. It is not you again. It is God. Amen. Praise Jesus. Amen. But for you, kaindra hoya, biesare no yakwa yokire, ona maundu mahana oguo, koya ni kwega. But if it is not working, why don't you switch it? Why don't you change it? God, I want you to glorify yourself in this business. Leave it to God. Dedicate it to God. Praise Jesus. Amen. How many of us we do that? How many of us? Or each and every time tukienda kwa magoti tukahoya Ngai koja tene dahana wa uo muno. That time nilikuwa naambia Mungu, each and every time nikienda kuomba ilikuwa all about me. Hata wengine sikumbuki. Mungu nataka unifanyie hivi. Mungu nataka ufanye hivi. Mungu nataka ufanye hivi. But it didn't work for me. Praise Jesus. Amen. And the reality of it is, sometimes it doesn't work. Because sometimes God wants to use that so that He can glorify Himself, and so that that testimony will switch and increase some other fellow Christians' faith. Praise Jesus. Amen. Let's continue. But the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witness. You will tell people everywhere about me. So they couldn't preach. They couldn't tell people about Jesus without Holy Spirit. Praise Jesus. Amen. When I was praying this week, Dad, I asked God, I want you to speak to me, the word that you're going to share on Sunday. And God gave me 2 messages about God changing it and God using it. And the other message is the Holy Spirit that God is about to release to His church. Praise Jesus. Amen. You know, we can all say COVID-19 ilifanya. But why don't we view COVID-19 in spiritual eyes? COVID-19 nini imefanya in kingdom of God, rather than viewing it in physical eyes. In physical eyes imeumiza watu wengi. In physical eyes kuna watu wamekufa, kuna familia zinaumia. But in spiritual eyes, there is no time gospel imepreachiwa online like this time. Amen. We don't view that as revival. Mbona to view that as revival? We are all saying revival is coming. Revival is here. Amen.
It is us to open our eyes and see it. Praise Jesus. Amen. You know, the word of God says that in all circumstances, we should thank God. How many thank God because of COVID-19? It is crazy. But crazy is what we feed as Christians. We walk by faith. Things that we cannot even see. Yes. Praise Jesus. Amen. How many of us? Ni wangapi tuliambia Mungu asante? I was one of them. Mimi nakuanga hivyo. Even some can tell you. They are sina fair kuenda home. God, I thank you, sina fair. I thank you. Rather than complaining, first priority, thank God. Look at Job. Look at Job. Everything is taken away. But what? Ni ilikuja kwa mdomo ya Job? Praise. Praise. Yes. But what about us? Nituwe Ngai. Niwotonina. Ngai niyekunina tutiregete. He is sovereign God. Na niyekunina. But the point is, COVID-19 is spiritual. In spiritual world, nini may change. Revival is here already. Amen. And that's why I have said, God, if you cannot change it, use it. I don't care anymore if COVID-19 itaisha. That's me. That's me. I don't care anymore. But God, use COVID-19 to glorify yourself. Amen. Because it is all about the kingdom of God. Nothing else but the kingdom of God. Amen. And now, revival is still happening. Online each and every time. Kitambo ungeingia online, my brother can bear with me. Ulikuwa unapata vitu chafu. But right now, when walikuwa na post vitu chafu, wametolewa huko, wameng'olewa huko na Mungu. Ukipita hivi unapata ni pastor. Ukipita hivi unapata ni preaching. Ukipita hivi unapata ni preaching. Juu if revival ingeanza physically, nani angefikia wenye wako online? Hakuna. Nimesema nataka tupate self view. Because me I don't just pray like I ask myself many things before niulize hiyo kitu. To me, the first priority was, God, I don't know about it. Na sijui kama nitakuwa victim, but God, I thank you for COVID-19. I don't understand it, but my job is not to understand COVID-19. My job is to give thanks. And now because it is here, thank you. You know the way out. Because the word says in the book of Revelation that He is the Alpha and Omega. Now, why are you becoming your Alpha yourself? Like it is bothering you. Like seriously, it is bothering you. Ona Korea, no kinya wone habari, mutahia githoma. Praise Jesus. Nita goal score, uria tuona bake eigerio, tukona ati umuthi mongerere keri, rucio mugwanja. Praise Jesus. But you know the mistake that we did? Me and you. We took it as a battle. It is somehow. But somehow it is a blessing. Na wesirie, if only tungeingia revival kwa street preaching, anakere mara posti bisa na ile tola mara posti bisa mekrete gojo na makale si gojo. Nani angefikia hao watu? Nani angewafikia? Praise Jesus. Amen. Are we getting each other? Yes. And that's why I have said, God, if you cannot change it, use it. Let this be on your mouth. Each and every time. Walk it out. Kuna hiyo kitu inakusumbua. Kuna kanyumba ka uenda gwaka, kuna kawia ka uenda gwaka. Maybe haijajibiwa because it is all about you. Every time we kneel down, it is all about you. God, I want you to bless me. When you bless me, I'll give you thanks. He knows that. He knows that already. Why don't you teach yourself to give thanks before the miracle? Praise Jesus. Amen. Those are two different things. And that's where crazy lie. When you give thanks before the miracle, that is so crazy. That is crazy abnormality. And that's what happened to walls of Jericho. Praise Jesus. Amen. Yes. When you give praise, yes, before the miracle, there are some walls in your life will never fall. If you wait to be blessed so that you can give praise. Sometimes you have to give praise before the miracle so some of them can fall. Yes. Praise Jesus. Amen. And you are still saying, Ngai wadathima wahe ngari iyo. Wahe ngari iyo Ngai nĩngaroga makanitha-inĩ. Nĩgakuona mweri ũmwe kanitha-inĩ. He knows that. He knows that you are capable of that. But before the miracle, what are you doing? What are you doing? Are you letting God to change it? Are you letting God to use it?
Or you're just there telling God, God, I want you to change this. Change this for me. I don't want this job. Why don't you tell God, God, you know this is what I have. This is what I have right now. And God, from this day, I want you to use it to glorify yourself. Amen. If you give me a good job, God, I will be able to support the ministry. If you give me a good job, God, I will be able even to do other things in your kingdom. Other than that, what do? We all know. We all know how they need. They want to limaru na they need. No we maundu maria wiraga Ngai. Na rimwe tugaga ime ni kiroko. It is so true. Because tumekuwa tukienda hizo missionary work preaching. Na mimi nimekuwa nikiona. We went place whereby kulikuwa na demons zilikuwa zinasumbua wasichana. And you know, one thing I know ni Mungu si mtu. Mungu si madhabahu, si ya kuchezewa. Sijui kama watu wengi wanajua hivyo. Si kitu ya kuchezewa tu. So we went and then kulikuwa na my friend akasema sasa hapa hizi hazinijui. And you know mimi namwambia hizi demons zimechapa watu mpaka kwa Bible. Zimechapa watu vita. Yes. Aniambia hapana, tumekuja na jina la Yesu. Nikamwambia asanti. Mimi wewe enda, mimi siendi. Siwezi enda hizo attacks za demon yet sijauliza if I'm supposed to go because many times ukiitwa we always walk. Twende sawa twende. Ati juu una feel juu umedoze kwa kesha sasa wewe una feel sasa hiyo energy uko nayo. Let me be honest with you. Devil alikuwa anajua Yesu vizuri sana even before akuje huku. Right. So now you are speaking Jesus mwenye hujaiona, we have faith and we believe yeye amemuona akiwa huku na akiwa huku. Akiwa huko juu na akiwa huku chini. Right. So we went and akaniambia acha ni so nikasimama kwa gate nikasema nyinyi mkimaliza nichukueni. Unaona hale moja ya hao moke. I'm telling you walikuwa wanapelekwa hosi. Kunyongwa, wananyongwa na vitu waoni, yetu wameenda nini? Ministry. Praise Jesus. Because most of time the things that we do, maundu maria mothe maige tweka maita maige, ni ithuwe mwenyewe twathi mahoya-ini, maundu maige tweka ni ngoro citu ithuwe. Na ndiko kuhenia, there is no time God will elevate us when we continue viewing on ourselves only. Amen. If God can change it, God, I want you to use it. Ukirudi nyumbani unajua ni nini hiyo unataka Mungu abadilishe. Just make a change. Just make a change today. Make a change today. You know, the disciples of Jesus Christ, we can see well, right now wameanza kuuliza maswali yenyewe. The 40 days yenye alikaa hata hawakuwa wanauliza, basi hizi wanajua anaenda. So zile maswali zinawafinyilia ndio wanauliza. Na sasa tuulize ni saizi ndio utarudishia nini Israeli ufalme wao. Na sasa Yesu anasema aje? Yesu anasema aje? Ni Mungu pekee anajua date na time. Praise Jesus. So when COVID-19 ilikuja, we forgot one thing. We forgot one thing. The power that we carry. Praise Jesus. The power that we carry. If we can go back to Luke chapter 10 verse 19. Just kuview kidogo. Let's see the power that we carry. These are the 72 men who were sent by Jesus Christ. And when they came back, they had out of testimony, testifying, tumetoa demons kwa jina lako. Verse 19 it says this, when they came back to Jesus testifying, he said this, he is the enemy, who is Satan? He is the enemy, but know that I have given you more power than he has. Praise Jesus. Amen. Now, if we knew that we had a lot of power in us, Amen. There are things to change kwa life yetu. What we confess with our mouth. Because we confess power, we confess life. Praise Jesus. Now we can see the power that we carry. We have more power than the enemy. But what we speak is different. What we speak is totally different. What is that, honestly? What is that? If my brother can testify how many times tumeenda pastor, unaenda kupreach, praise na hata ujui utarudi aje. But Mungu anatumanga mtu tu. Amen. Praise Jesus. Ujaenda hapo juu ya pesa na Mungu anaona. Najua anasema kwanza
seek the kingdom of him first, and vitu zingine zitaadiwa. Why don't we do that? Praise Jesus. Today I want us to have a self view. Ujiview wewe mwenyewe, ujichunguze. Tumodo turatwekaga. Praise Jesus. So the point is that Hannah was tired of what she was going through, and she told God, God, when you do this for me, I'll commit the child on your altar. And you know what happened? Akapata mtoto. Because when you tell God, God, I want you to use it, you are provoking the hand of God. Are we together? Why don't we try this? Why don't we try this often? So let's continue. But, so my first message was, if God can change it, let him use it. Midst of COVID-19, the revival is here. Revival is still happening right now. Because pastors are preaching online each and every time, and we can still see miracles happening. Watu wakicomment, wako nyumbani, miracles are still happening. How is that even happening? It is revival. Praise Jesus. Now, the physical revival is coming. Not the online one. The online one is still continuing. Now, online go tirehede go thira. Haitaisha. The ministry of online saizi imeshika na ita grow. It will continue like that. But the physical revival is the one I want us to view. The God using it part is about COVID-19, is about what you're going through in your life. God use it. Don't change it. God use it. Let it be there, but I want you to use it. Praise Jesus. Amen. I love this. So it says that, verse 8, that is in the book of Acts chapter 1, verse 8. Praise God. But the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witness. You will tell people everywhere about me. In Jerusalem, in the rest of in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and in every part of the world. Praise Jesus. Amen. When what happened? Nini ki happen? Holy Spirit akikuja juu yenu, what will happen? You receive power. Praise Jesus. You receive power. Revival is happening online, but revival is coming. Praise Jesus. You know, when people say that the second coming of Jesus Christ is near, we always say that, we always preach that. But what I don't get is, if we are ready for things that are supposed to happen, for it to happen. We're ready. Praise Jesus. Tunafaa kujiuliza. Let me say this. Let me share this. Tulienda kupreach place ya Waislamu. And sasa venye tulifika hapo, my friend ikamwambia, sasa hapa Mungu amesema tukue hapa, and you are going to preach here. Now sasa baba ya kijana moja akaona tuko hapo na Bible and we are preaching. Alikuja na panga, si kutukata, kutufukuza. So Kenya alifanya, unaona kwa rami, alifanya panga hivi. So nyinyi mmeface hivi, mnaongesha vijana hata ufocus na Kenya iko nyuma. So penye hiyo sauti ilitoka, Kenya ilihape ilifanya nijiulize, because we are declaring that the second coming of Jesus Christ is near. Are we ready for things that are supposed to happen before him to come back? Are we ready for that? Imagine. Are we ready for that? Laisi koke gira mundu haha na gutigo keigira thini wale toya Jesu ri. Agambie tu ari. Nendo igana haha to. I will not even talk about it. Tondeno ndisa tutingikora. I'm very sure of that. Juwanya tulikuwa nao hiyo wakati tukihubiri, tulikuwa tunashikwa. Tulikuwa tunaambiliwa kama nikiwa kama Christina Garden. Ndio nilikuwa naitwa Jaima wameenda. Sasa juu ya aibu singerudi. Walikuwa wanauliza kwani mapasta wanaendanga? Sasa juu ya aibu I decided niende tu nikienda nyumbani. So the point is, the revival is here. Praise Jesus. And you know, the physical revival is, Jesus is telling them, what is happening right now, it is not for you to know. What you can do is right now. But the Holy Spirit is coming. And it will give you power. And this power that the Holy Spirit will give you, it will make you a witness of my word. In Thika, Kabati,
Nairobi. Praise Jesus. You'll be able to preach the word of God with power. And the rest, it says, in every part of the world. Verse 9. After Jesus said this, he was lifted up into the sky. While they were watching him, he went into a crowd. They could not see him. Verse 10. Akachukuliwa. Sasa hii ilikuwa more real. Hii imekuwa real sasa. Praise Jesus. Imekuwa real. Sasa ameenda. Alikuwa anasema ataenda, sasa ameenda. Verse 10. They were staring into the sky where he had gone. Suddenly, 2 men wearing white clothes were standing beside them. They said, verse 13, Men of Galilee, why are you standing here, looking into the sky? You saw Jesus carried away from you into heaven. He will come back in the same way you saw him go. Praise Jesus. Amen. Praise Jesus, church. Amen. Tuko pamoja. Sana. Aya. Now, let's view the physical revival. Verse 12. There is the word of God. Then the apostles went back to Jerusalem from Mount Olives. This mountain is about half a mile from Jerusalem. Praise Jesus. Amen. I love this. This mountain is half a mile from Jerusalem. This mountain is half a mile From Jerusalem. Now, where is Jerusalem right now? Jerusalem is here. Praise Jesus. Amen. This is Jerusalem. This is where we'll get the Holy Spirit. Praise Jesus. This is where we'll get the anointing to preach to those revival, physical revivals. Praise Jesus. But there is work for you to walk from home. You can imagine distance of half a mile. Si kidogo. Praise Jesus. But lazima wangekuwa Jerusalem. Si Mount Olive. Kama wangekuwa hapo, kilima kiu kia Metamayo. Is it right? Matigiaradi, the Holy Spirit ingeshukia hapo. They had to go back to the right place. And now, the right place in Jerusalem right now is here, in the house of God. Praise Jesus. Amen. Now, our work is to walk from the Mount Olive to Jerusalem. Praise Jesus. But they are hindrance. Praise Jesus. Sasa sina mask, sitaenda church, mimi naogopa nitawatch online. Praise Jesus. We are talking about the physical one. They had to walk a half a mile from the Mount Olive to Jerusalem. When they entered the city, they went to the upstairs room where they were staying. These are the ones who were there. Imetajwa wenye walikuwa hapo. Praise Jesus. But there was part of them. God is releasing this Holy Spirit to his people, to us. Praise Jesus. Amen. But sisi wote tutapata, kuna wenye wataitikia kutembea, wenye wataitikia sacrifice. There is work for us to do. Praise Jesus. Amen. And which is that work? To be always here. To be always here. In the church. Every morning, before the service, worshiping God. Praise Amen. Jesus. Kanitha. Few. Amen. Amen. We are not in the part of God change it. We are in the part of God, I am here, use me. Praise Jesus. We must be available in the kingdom of God so that God can use us. Amen. We must. Each and every Sunday. We must. You know, as a man used to tell me, an excuse devalues a man. Nilikuwa naenda job, namwambia, hey, leo mati zimekuwa na shida. Even my dad alikuwa ananiambianga, this dad, tunafaa kumeet na yeye, ama nafaa kwenda shule. Nafaa kunichukua tuende pamoja. Namwambia, sasa dad, aki mati zangu ifungejua venye zinakuanga. Bara niuliza, Jaima, si ungeamka mapema? Ungeamka 6 ama saa moja. Si saa moja ungekuwa, si saa mbili ungekuwa Thika. Praise Jesus. But devil always give us excuse to give. You know, leo sitaenda church. Niliona tunakaribiana sana. Kwanza kuna mtu alikuwa na kohoa, huyo kama atakuja Sunday,
let me be honest with you. This Holy Spirit, this anointing that God is going to give his people, it will only be given to those who are available in kingdom of God. Not only available, but even committed. Praise Jesus. These people are committed. Hawa watu wangechoose kutoenda huko. Yesu ameenda. Wangeweza kusema, decide acha saizi tuwe na familia zetu. Acha tuwe tutafute mabibi sasa. Acha tuende to have party. But they decided to go back. Praise Jesus. They decided to go back. Let's go to chapter 2 and see what happened. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a noise came from heaven. Praise Jesus. They prayed for 10 days. And this is where church was born. Some things are not there to be taken for granted. When God says that he's going to release something, there is always our work to do. There is always our part to do. They had to walk. They had to neglect some things. They had freedom. They didn't choose freedom. They chose commitment. They chose service. Going to Jerusalem, they chose service. They chose to serve God. Rather than go backsliding or going back to the world, sasa Yesu ameenda tunaweza jinais. They chose to go back and preach the word of God. Verse 2. Suddenly, a noise came from heaven. It sounded like a strong wind blowing. This noise filled the whole house where they were sitting. They saw something that looked like flames of fire. And the flames were separated and stood over each person. They were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak different languages. The Holy Spirit was giving them power to do this. Praise Jesus. You know, the Holy Spirit will come, and you see, Jesus told them, kuna vitu wangefanya bila Holy Spirit. Ukiangalia chapter 1, that is verse 7, inasema, but Holy Spirit will come on you and give you power. So kuna vitu wangeoperate. Kulikuwa na part yao ya kwenda huko wajifungie for 10 days, waombe, and then after those 10 days, the Holy Spirit alikujanga. And after amekuja, things zika-change. Praise Jesus. Amen. They began to preach the gospel. And kutoka hapo, ndo tunasoma Peter akihil mtu, them preaching the gospel, but kulikuwa na part yao. Praise Amen. Jesus. Amen. You know, the message of today ilikuwa fupi sana. But it was so moving to me. First, God taught me one thing. Give praise. First, don't complain. If it is not working, just leave it to me. Let me use it. And now in the midst of COVID-19, God is raising his people. He is helping his people. He is working his miracles online. People are testifying, I am blessed. I have done this via online. Just watching a video clip of preaching. And now God is speaking again that he is releasing his Holy Spirit to his people. But it is our work to be committed in his house. Praise Jesus. Amen. Are we ready to be committed? Yes. Kanisa, are we ready? Sometimes acha tuache kufanyanga vitu zikuwe ngumu. Pastor anasimama anasema on Sunday tufike mapema ndio tuweze kuabudu. Basi sasa unapimia unaona, hiyo masaa ikuangi mchezo. Nifike hapa saa 3. Hiyo kusimama yote, niombe, then church itaanza, then draft tuanze. Hapana, nitaenda tukianza. Let me be honest with you. There's a difference between kufika mapema. Kuna presence inakuanga mapema before watu wafike. Kuna presence inakuanga before service ianze. Praise Jesus. Na sasa hapo ndo watu wanatafutianga Mungu. Si 12 ama ile masaa tunamaliza ndio napita hapo na naketi nisikize kenye pasia nasema. If we are about to be counted accountable to carry this Holy Spirit, we must be committed. We must be available in kingdom of God, because many things will come. COVID-19 si ya mwisho. Praise Jesus. Amen.
Hau tihega i. Hau tihega. Tiyo ya muico. Maundu maingi ni meguka na maundu maritu. But haria guko wiigite, the present utakuwa umejiposition, hapo ndo inamata sana. Praise Jesus. Let me be honest with you, in the midst of COVID-19, kuna watu wamekuwa matajiri. It depends na place umejiweka wewe mwenyewe. The gospel was preached. Kuna time kuenda church itakuwa shida. Nao tumejionea kwa macho. Na sasa tumejionea kwa macho, we don't want to believe that the second coming of Jesus Christ is near. Tuko hapo tu tunaote tunasema acha tuone. Acha tuone. Tunaweza sema ilikuwa natural disaster, tunaweza sema ilitengenezwa kwa rap, tunaweza sema story mingi sana. But at the end of the day, God is God. And what was prophesied, and what men of God used to preach kwa crusade, it may happen. Na tunajionea kwa macho. And the same word inapreachiwa each and every day that the second coming of Jesus Christ is near. Lazima ita happen. Juu hawa wanaume wawili wenye walikuwa wamesimama hapa waliwauliza, "Men of Galilee, why are you still standing here looking into the sky? You saw Jesus carried away from you into heaven. He will come back in the same way you saw him go." Praise Jesus. Amen. Are we ready? Are we? Church, are we ready? Unajua, when God says about He is going to release this Holy Spirit, which will enable us. If I had a gift ya kupreach ama ya kuworship, nikadidimia nikasema, sauti yangu ikuangi poa. Unajua some of us tunajipeanga hizo excuse, tunasema, unajua kitambo nilikuwa naimba, lakini saa hizi sauti yangu kuna venye nasikianga ikigwara kidogo. Let me be honest with you. Gaido ya gaiheo. Praise Jesus. Gaido ya gaiheo. And the anointing that God is going to release upon the revival that He is going to send to His people. This is what you're supposed to know. If you're one among those who are saying that my gift is not there, ilipotelea. In the book of Romans chapter 11, verse 29, it says that God never changes His mind about the people He calls. So, Mungu hajabadilisha. Kama alikuita. Na kama alikuita utamfanyia kazi. Praise Jesus. Amen. It says that He never decided to take back the blessing He has given you. The blessing of God and the call of God are irrevocable. Praise Jesus. Amen. Are we together? So, this afternoon, or this noontime, I don't know. Yeah, this afternoon, I would like to say this. May God help us. May God help us so that we can be accountable to this Holy Spirit that is going to release to His people, to preach the gospel with boldness. Watu walihubiri sana. Hawakuwa wanaogopa mpaka kifo. Hawakuwa wanaogopa mpaka kuuawa juu ya gospel. And hiyo ndio power Mungu anaenda kurelease kwa watu wake. Saizi ile power iko, we can preach the gospel. But I'm telling you, not many preachers wanaweza simama wauawe for the gospel. And that is what God is going to release. The new anointing that will be enabling us to have that courage of standing. Heri upige risasi lakini ni ubiri. Praise Jesus. It takes a lot of courage. It takes a lot of courage, I'm telling you. Yes. Praise Jesus. Amen. And where things are not working for us, leave it to God. Tell God, God, you know, I've been struggling a lot. I've been praying like this each and every time. But this time, God, I want you to use it. Amen. I want you to use it. Praise Jesus. Amen. And I thank God that today I am here at our church. This is my home. Amen. Many times we are out there, and other times kuangi. Most of the time, the commission I work and preaching to people, different places. But I always talk to Dad. Let me be honest with you. There are things that will never work for you. If you never respect the anointing that our pastors carry. Praise Jesus. Amen. God will use him to correct you. God will use him to release anointing on you. But
You are supposed to follow instructions. Praise Jesus. Amen. Praise God. Amen. Just take a trial. Sikuwa hivi. Hapana, tukimit na yeye. Si mliniona nilikuwa na madred. Nilikuwa na madred wenye walikuwa anjua. I was a gospel DJ. But right now I'm no longer a gospel DJ. I'm a minister of the word of God. Amen. And you know all that imekuja juu ya correction ya mom na dad. Wakiniita kukuangi na mchezo. Nifanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. So, my point is, the instructions that our God is giving us, we should follow them. And those instructions, He will use man of God. Maybe it will be dad, maybe it will be you, or another person. Praise Jesus. Amen. But the word of today is that only. I don't know how to add. That is what God prepared me to say. Amen. And I will not add anything or remove anything. So may God help us to be accountable to this revival that is going to start. For us to be among the revival, we must have this Holy Spirit. And that Holy Spirit carries a lot of boldness and courage, whereby we'll be standing, fighting for the word of God. I'd rather die but stand for God. Praise Jesus. Amen. And please, let us view things in spiritual eyes. We are Christians. We are not people of the world. When something happens, rather than complaining, Ebu is such in spirit. Rather than rebuking and saying, ni shetani, amefanya hivyo, and all that. Praise Jesus. May God help us. May God help us, because it takes the help of God. So, that is the word of God, and I'm blessed. Thank you so much. Hallelujah. Bwana asifiwe. Can we stand?